Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Hiki kitu ni kitu ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekizungumza siku 2 nyuma hapo. Aliweza kusema kwamba kutokana na vurugu ambazo zilitokea Tanzania, kuna uwezekano mkubwa kabisa swala la misaada na mikopo mbalimbali kutoka kimataifa likawa limeishia hapo. Kwa hivyo tutapambana humu ndani kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Kwa maana yake tutatumia rasilimali zilizopo ndani na watafiksi kinamna ili maisha mengine yaendelee nchini Tanzania. Ni kama Rais Samia aliota hivyo, unaweza kusema hivyo, ama aligundua, kwa sababu leo taarifa hii nimeiona kwa Maulidi Kitenge kuhusiana na hayo mambo ya Tanzania kutokopeshwa. Taarifa hii inasomeka hivi, mimi naisoma kama ilivyo. Bunge la Ulaya limepitisha pingamizi dhidi ya mpango wa Tume ya Ulaya wa kuelekeza msaada wa kifedha kwenda Tanzania kupitia mfuko wa NDICI Global Europe, hatua inayotajwa kuchochewa na hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania. Hatua hiyo imekuja baada ya matokeo ya kura zilizopigwa na kamati ya mambo ya nje ya Bunge la Ulaya juu ya kuzuia utekelezaji wa mpango huo, ambapo kura 53 zilikubali pingamizi hilo, huku kura 2 zikipinga, wakati kura moja ikiharibika. Awali Tume ya Ulaya ilipanga kutuma zaidi ya euro milioni 150 kwenda Tanzania katika mwaka 2026 kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini Tanzania, ambapo utekelezaji wa msaada huo au kuzingatia hali halisi ya haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje David Alista amesema uamuzi huo ni ishara ya wazi kwamba Umoja wa Ulaya hauwezi kuendelea kutoa fedha kwa misingi ya nyaraka zinazopuuza hali ya ukandamizaji wa kisiasa, uchunguzi usio wa haki na mwenendo wa kiimla wa serikali. Mwisho kunukuu. Hayo ndio yaliyojiri huko katika Bunge la Ulaya kuhusiana na misaada ya Tanzania. Sasa inabidi tubanane humu ndani kwa ajili ya miradi ambayo ilisalia katika awamu ile iliyoisha iendelee na mingine mipya ianzishwe. Kwa hivyo Rais Samia akasema watu tutabanana humu. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.